Sikufichi na sikupangii jinsi gani uishi, lakini kumpiga mke wako kwenye nyumba ya kupanga ndio sababu mpaka watoto mtaani kwako wanakudharau. Sasa ili uondoe dharau hiyo hapo, unaweza kufanya maamuzi ambayo ni mazuri. Hapa nimekuletea majengo ambayo yamejengwa katika kiwanja chenye upana wa mita 15 na urefu wa mita 20. Majengo yameweza kutokea matatu. Haya majengo ni majengo ya kupangisha. Sasa uzuri ni kwamba, kwa nini nimeanza na slogan ile pale, nimeanza na maneno yale pale. Unaweza ukajenga majengo haya matatu na katika jengo moja basi ukaliteua ukakaa wewe mwenyewe. Sasa hapo hata ukimpiga mke wako atakuheshimu na ataelewa kwa nini unampiga. Vinginevyo utakuwa unajitutumua eneo ambalo sio la kwako. Hili jengo moja lina upana wa mita 5 na urefu wa mita 9.3. Upana ni mita 5.1 na ukitaka kutumia tofali za kuchoma hapa kwenye hili jengo zinaenda jumla tofali 3500, ila kama ukitaka kutumia tofali za bloko hapa utapeleka tofali 1000 kamili. Ujenzi wa jengo kama hili hapa of course unaweza ukawa wa kawaida, usio wa gharama kubwa sana, na ndio maana kama kiwanja chako ni kikubwa na kinaruhusu ujenzi zaidi wa jengo moja hapo, basi unaweza kufanya hivyo ukapangisha likaweza kukupa faida sana. Unaweza ukakaa wewe hapo, lakini kama utaamua kukaa sehemu nyingine, bali hapo paweze kuwa sehemu ya biashara, itakupa faida zaidi, kwa sababu sio kila mpangaji anatamani kukaa na baba mwenye nyumba kama ambavyo wewe hapo unajitutumua na baba mwenye nyumba hayuko hapo. Kama angekuepo asingeweza kuruhusu wewe uweze kuwa kidume umpige mke wako ikiwa yeye nyumba yake hajawahi kufanya kitu kama hicho hapo. Sasa ukija kwenye upande wa bati ni 30 za futi 10 na mbao za kenchi ni 70. Kuna ujenzi wa hili jengo zuri la kisasa na lenye kuvutia. Of course ulijenge wewe mwenyewe, kwa maana kwamba ulijenge jengo hili liweze kukaa kwa ajili ya makazi au ulijenge kwa ajili ya biashara. Humo ndani ni chumba kimoja cha kawaida. Hichi chumba sio self, lakini kuna choo cha public. Humo ndani kuna sebule na jiko, kwa hiyo vitu vile vizuri vipo kwa wakati na kila kitu kinakuwepo karibu. Sawa. Na ukiweza kuangalia porch au veranda yake inakuwa ni rahisi sana kuijenga, kwa sababu unaweza kujenga hata kwa tofali tu bila hata kuweka zege na bado mambo yakaenda kuwa fresh. Kwa nini nimekwambia hivyo? Kwa sababu hata ukubwa wa jengo, umbo la jengo sio kubwa sana. Kwa hiyo kama umbo la jengo sio kubwa sana, uzito wake ni mdogo sana kutokea juu ya jengo. Kwa hiyo hata kama ukiweka tofali za kawaida bila kuweka zege hapo bado inakaa vizuri, lakini hata design pia inaruhusu wewe kuweza kuweka tofali na usiweze kutumia zege. Japo kama utakuwa una uwezo wa kufanya hivyo, basi hakikisha unafanya hivyo. Unaweza kuiona hapo namna gani inaweza kudesigniwa. Ni nzuri na ni ya kisasa pia. Unaweza kudesign zaidi, sawa, kwenye kiwanja chako kulingana na vile ambavyo wewe unaona na mipango yako. Kama umepanga kwa ajili ya kutengeneza kitu cha wapangaji, hichi ni kizuri zaidi. Na pia wapangaji wanaoishi katika majengo ya namna hii hapa ni ngumu sana kukuta wanampiga mke wake kwa sababu ndogo ndogo, kwa sababu hata wake wanaowapata of course wengi huwa wanakuwa wanajielewa tofauti na wale wanakuwa wanapanga kule. Sipataji of course, lakini naweza nikaishia tu kusema kule, na nikwambie tu ya kwamba unaweza kupata ramani kila tunapokuwa tunaziweka kwenye mitandao ya kijamii kupitia WhatsApp yako. Cha kufanya ni hivi: tuma message WhatsApp, andika neno niunge, sawa, kwenye namba ya simu ambayo inaonekana hapo kwenye kioo cha simu yako upande wa kulia chini, 0758260690. Namba hiyo inapatikana WhatsApp muda wowote ule, masaa 24. Wewe tuma message tu, andika neno niunge. Baada ya hapo tutakupatia link, na kupitia link hiyo utaweza kujiunga na WhatsApp channel yetu na utakuwa ukitazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Ni nzuri na pia inaokoa muda. Kupata ramani kupitia WhatsApp yako inaokoa muda, na ikiokoa muda ina maana itakufanya uweze kutazama vitu vingi zaidi kwa wakati mmoja. Unaangalia mambo yako, lakini pia ramani zikiingia unakuwa unapata muda wa kutazama. Japo kama unatumia mitandao mingine ya kijamii, hakikisha pia umetufollow huko kuhakikisha kwamba familia inakuwa kubwa sana. Kila tunachokiweka unakipata, haijalishi utakutana na sisi katika engo gani. Sawa. Kuna hicho kiwanja bali na kwamba kina urefu wa mita 25 na upana wa mita 15, bado kuna nafasi tuweza kutengeneza katika kila jengo kuwa na nafasi ya parking au maegesho ya magari. Sawa, unaweza kuona kwa upande wa juu hapo. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.